Karibu sana Sengerema, halmashauri ya Buchosa, na hapa ni Mwanza. Nipo tayari kukuonyesha mafanikio ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana mradi wa kuboresha ubora wa elimu ya sekondari SEQUIP. Jumla ya shule 7 mpya zimejengwa hapa Buchosa. Ni fursa ya aina gani kwa vijana wa Kitanzania, kwa walimu, hata wazazi, watoto wao kusoma kwenye mazingira haya? Karibu sana tuangazie miundombinu ya shule hizi 7, namna ambavyo ni rafiki kwa wanafunzi wa Kitanzania kuzipambania ndoto zao. Tumenufaika kupata shule 7 tangu mradi ulivyoanza. Tumejenga shule ya kwanza kabisa ilikuwa ni shule ya Ruharanyonga. Mwaka uliofuata tukajenga shule ya Buhama ambayo iko kule Kisiwani, lakini mwaka wa pili ambao uliofuata tumejenga shule zingine 5 zikiwemo na shule moja ya Amari. Shule hizo tuna shule ya Igarama sekondari, tuna shule ya Bugoro sekondari, tuna shule ya Nyanango sekondari hapa tunapofanyia mahojiano, tuna shule ya Chema sekondari, vile tuna shule ya Kayenze ndio ambayo shule ya Amari. Zamani tulikuwa tunatoka umbali mrefu kuelekea shule ambapo nilipokuwa nasoma zamani. Kwa sasa ninashukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea shule hii ipo karibu. Maana tulikuwa tunatoka kilomita mbali sana kufika kijiji kingine na tunavuka vijiji tofauti ili kufika shule tulipokuwa. Kwa hiyo muda mwingine inatupelekea hata mwalimu tunamkuta darasani anafundisha, kwa yale mambo aliyokuwa anafundisha yanatupita na inatupelekea kufeli. Halafu tukitoka huko kurudi nyumbani inakuwa ni changamoto, tunafika usiku, muda wa kujisomea bado na yale majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo inapelekea tufeli kwa asilimia kubwa. Kwanza tulikuwa tunaamka saa 11 tunaenda shule, yani shule iko mbali. Muda mwingine unakuta mwalimu kashaingia darasani. Nilikuwa natoka kijiji cha Isaka kwenda Nyamadoke, ambapo ni kilomita 7 kutoka Nyehunge mjini. Kwa yani ulikuwa ni umbali mrefu. Nilikuwa nikitembea kwa mguu natumia hadi masaa 2. Mimi cha kwanza nishukuru serikali na mradi wa kuboresha ubora wa elimu ya sekondari. Nashukuru na serikali pia kwa sababu imetusogezea hapa shule karibu, na imani tutafaulu vizuri kwa sababu shule iko karibu, muda mwingi wa kujisomea tunapata, ni rahisi kutimiza ndoto zangu. Shule hii imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wanafunzi wetu waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kutoka shule ilipo na mahala wanapoishi. Wanafunzi wamekuwa wakisafiri umbali wa kilomita 11 kutoka majumbani mpaka shule ilipo. Hivyo ilipelekea changamoto nyingi. Wanafunzi walikuwa wanaishia njiani, wengine wanaacha shule kabisa, na hivyo kupoteza ndoto zao za elimu ya sekondari. Baada ya ujio wa shule hii, wanafunzi wamefurahi sana. Wengi wamekuwa wakihudhuria shule na wameweza kusoma katika mazingira ambayo ni tulivu na mazingira rafiki. Kama tunavyoona shule yetu ya sekondari Igarama iliyojengwa kwa majengo mazuri yenye samani zote, maabara nzuri za kuvutia ambazo ni wezeshi kwa walimu pia kufundishia. Shule hii ina madarasa kwa maana ya vyumba vipo 8, lakini kuna jengo la utawala 1, kuna chumba cha kompyuta lab, lakini kuna maabara 3 kwa maana ya physics, chemistry na biology. Lakini tuna maktaba kwa ajili ya watoto kupata nafasi ya kujisomea. Shule hii tayari imesajiliwa na wanafunzi wanaanza kusoma kama unavyoiona. Hatukupata changamoto zozote wakati wa kuanza ujenzi huu, na hatimaye ndio maana tumeweza kukamilisha kwa wakati. Shule hii imejengwa, lakini ilikuwa ni kuwanusuru watoto ambao walikuwa wanaenda umbali mrefu kilomita 9 kutoka hapa kijiji cha Isaka kwenda Nyamadoke sekondari ambapo watoto walikuwa wakisoma huko. Sasa changamoto waliokuwa wanapata iliyokuwa ni kubwa, ilikuwa inatokea wakati mwingine wanashindwa kwenda shuleni kwa sababu ya kuchoka. Ni maisha mapya na mazuri ya kuvutia kwa vijana wa Kitanzania wakisoma karibu na nyumbani kwao, wakielezea kwamba awali ilikuwa ni changamoto kutoka vijiji vya mbali mpaka kilomita 7 kuifuata shule, lakini sasa hivi imekuwa ni rahisi, ni kitendo cha kulala tu na kuamka, daftari mgongoni, wanakuja kujifunza kwenye shule ambazo ziko karibu na nyumbani kwao. Historia imeandikwa na itaendelea kuandikwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mradi wa kuboresha ubora wa elimu ya sekondari SEQUIP. Hakuna kitongoji ambacho kimeachwa, hakuna kijiji ambacho kimeachwa, hakuna tarafa wala wilaya iliyoachwa, hakuna mkoa ambao umeachwa na mradi wa SEQUIP. Madarasa mapya yamejengwa karibia nchini kote. Hii yote kuhakikisha kila mwanafunzi wa Kitanzania anayo haki sawa ya kupata elimu. Kutoka Buchosa, Sengerema, Mwanza, mimi ni Fradias Mgoa na hii ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia.
Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.